Karibu. Leo tutaenda kuangalia kwa undani tatizo kubwa ambalo linaathiri mashamba mengi, labda hata na shamba lako, bila wewe hata kujua. Tatizo lenyewe ni upotevu wa maji. Kila siku unamwagilia shamba lako, ndoo baada ya ndoo, lakini mimea yako bado inadumaa. Tatizo si mbegu, tatizo si mbolea, tatizo ni jinsi unavyopeleka maji kwenye mimea yako. Sasa, wengi wetu tunafikiri shida ni ukosefu wa maji, lakini ukweli wa kiufundi ni kwamba tatizo halisi mara nyingi ni njia tunayotumia kumwagilia. Mfumo huu wa kufurisha maji unapoteza rasilimali zako na unazuia kabisa mazao yako kufikia uwezo wake kamili. Kwa hiyo unajiuliza, mbona nafanya kazi yote hii? Nabeba ndoo kila siku, lakini mimea yangu bado haikui vizuri. Jibu, unajua, liko sehemu ambayo macho hayaoni, liko chini ya ardhi. Okay, hebu sasa tuchimbe kwa undani zaidi. Tuangalie gharama halisi za huu umwagiliaji wa kawaida. Kuna mapungufu makuu manne ya kitaalamu ambayo yanakugharimu mavuno na pesa kila siku, kimya kimya. Tuanze na tatizo la kwanza kabisa, tatizo la eneo la mizizi. Unajua, unapomwagilia kwa kufurisha maji, maji yote yanajaa tu kwenye uso wa udongo, labda sentimita 5 za kwanza. Lakini eneo muhimu zaidi kwa mmea, lile la mizizi, sentimita 15 hadi 30 chini, halipati maji kwa usawa. Linaishia kuwa na sehemu kavu na sehemu nyingine zilizoloa maji kupita kiasi. Na matokeo yake ni nini? Mmea unalazimika kutengeneza mizizi mifupi ya juu juu ambayo inatafuta maji hapo usoni. Sasa, mzizi mfupi maana yake mmea wako hauwezi kufikia virutubisho muhimu vilivyo chini, na ukame ukija kidogo tu unadhoofika mara moja. Unakuwa mmea dhaifu na rahisi sana kushambuliwa. Tatizo la pili sasa ni magonjwa. Ule unyevunyevu unaobaki juu ya ardhi baada ya kumwagilia, lile ni eneo zuri sana la kuzalisha magonjwa. Tunazungumzia magonjwa hatari kama Fusarium wilt, yaani mnyauko fuzari, Pythium root rot au uozo wa mizizi wa Pythium, na pia Bacterial wilt, ule mnyauko bakteria. Yote haya yanashambulia mizizi na kuua mimea yako. Halafu kuna tatizo la tatu, upotevu wa mbolea. Yote yale maji unayomwaga shambani yana kazi nyingine, yanaosha mbolea yako. Vile virutubisho muhimu ulivyonunua kwa pesa nyingi kama nitrogen na potassium vinasukumwa chini kabisa, mbali na eneo la mizizi. Kwa hiyo kimsingi unalipia mbolea ambayo mmea wako haupati. Na mwisho kabisa, hebu tuongelee muda na pesa. Hili ni tatizo la kiuchumi. Mkulima wa ekari moja anayetumia ndoo anatumia saa 4 hadi 6 kila siku. Kwa mwezi, hizo ni saa 120 hadi 180. Hebu fikiria, huo ni muda mwingi sana wa kazi ngumu ambao haukuletei faida yoyote ya ziada. Ni muda ambao ungeutumia kupalilia au kutafuta soko. Wakulima wa kitaalamu duniani kote wametatua tatizo hili miaka mingi iliyopita. Teknolojia hii sasa inapatikana Tanzania kupitia Kilimo Biashara Africa Limited. Sasa habari njema ni kwamba kuna suluhisho la kitaalamu ambalo linatatua matatizo yote haya tuliyoyaona. Na ni muhimu kuelewa, huu si mfumo wa anasa. Hapana. Hii ni zana muhimu kwa mkulima yeyote makini. Hebu tazama sasa. Hii ndiyo tofauti. Hiki ndicho kilimo cha kisasa, kilimo cha akili. Huu mfumo unaoona hapa unaitwa umwagiliaji wa matone au kwa jina la kitaalamu drip irrigation. Sasa, drip irrigation ni nini hasa? Ni mfumo rahisi na sahihi sana. Unatumia vifaa vidogo, tunaviita emitters, na hivi vinapeleka maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mmea, tone kwa tone. Kila emitter inaweza kutoa lita 1 hadi 4 kwa saa. Maana yake, hakuna maji yanayopotea, magonjwa yanapungua, na ile kazi ngumu inapotea. Sawa, maneno pekee hayatoshi. Hebu tuangalie namba sasa. Kwa sababu kwenye kilimo biashara, namba ndizo huongea ukweli. Kwanza kabisa, matumizi ya maji. Mfumo huu unaweza kupunguza matumizi yako ya maji kwa 50% hadi 60% ukilinganisha na umwagiliaji wa kawaida. Fikiria, unaokoa maji na unapunguza gharama za uendeshaji wa pampu. Pili, muda wako.
muda wa kumwagilia unapungua kwa zaidi ya 90%. Yaani, badala ya kutumia saa 6 kubeba ndoo, sasa unatumia nusu saa tu, dakika 30, kufungua na kufunga mfumo. Na hapa ndipo kuna faida kubwa zaidi, teknolojia ya fertigation. Hii ni njia ya kuchanganya mbolea kwenye maji na kuipeleka moja kwa moja kwenye mizizi kupitia mfumo wa matone. Hii inaongeza ufanisi wa mbolea yako kwa 30% hadi 50%. Kila chembe ya mbolea inafika pale inapohitajika. Okay, sasa unaweza kuwa unajiuliza, naanzaje sasa? Hatua ya kwanza ni rahisi. Elewa faida halisi ya kifedha. Tazama mchanganuo huu. Namba hazidanganyi. Kwa shamba la mfano la ekari 3, bila drip, unaweza kutengeneza kati ya shilingi milioni 5 hadi 18 kwa mwaka. Lakini ukiwa na drip, namba hizo zinapanda. Unaweza kufikia kati ya milioni 32 hadi milioni 88. Hii ni tofauti kubwa sana inayotokana na mavuno bora na kupunguza gharama. Sasa, hatua ya kwanza muhimu sana, si kukimbilia kununua vifaa. Hapana. Ni kupata ushauri wa kitaalamu kwanza. Wataalamu watakusaidia kupanga mfumo unaofaa kwa ukubwa wa shamba lako, aina ya mazao yako na chanzo chako cha maji. Kwa hiyo, naomba nikuache na swali hili moja la mwisho. Je, uko tayari kubadilisha shamba lako? Kuliacha kuwa chanzo cha kazi ngumu isiyolipa na kulifanya kuwa biashara ya kisasa, biashara ya akili inayokupa faida ya kweli? Kama jibu lako ni ndio, basi usisite, piga simu kwa wataalam. Anza safari yako ya kilimo cha kitaalam leo.